Ujumbe nilionao ni jinsi Yesu anavyomsaidia mwanadamu kuishinda dhambi jumla. Wakati Mungu anafanya uumbaji, alimuumba mwanadamu akiwa mkamilifu bila kasoro. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 na 27, maandiko yanatuambia Mungu alimuumba mtu kwa sura na mfano wake. Mungu alimuumba mwanadamu, mwanamume kwa mwanamke, wakiwa na sura na mfano wake. Mungu hakuumba mwanadamu mgomvi, Mungu hakuumba mwanadamu mwenye kinyongo, mwanadamu muuaji, mwanadamu mzinzi, mwanadamu katili. Kama tujuavyo kwa mjibu wa maandiko, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4, Mungu ni pendo. Kwa hiyo Mungu aliumba mwanadamu mwenye upendo, si kinyongo. Mungu ni mtakatifu, aliumba mwanadamu mwenye kuchukia dhambi na kutozoelea dhambi. Ukitaka kujua kwamba mwanadamu hajaumbwa kuishi na dhambi wala hawezi kuzoea dhambi, angalia idadi ya magereza. Magereza yametengenezwa kwa ajili ya kuadhibu watenda dhambi. Magereza yapo kwa ajili ya kuadhibu watenda dhambi. Wezi wanakwenda gerezani, wabakaji ambao ni wazinzi wanakwenda gerezani, wauaji wanakwenda gerezani, wahujumu uchumi wanakwenda gerezani, wala rushwa na watoaji wa rushwa wanakwenda gerezani, kwa sababu hakuna mwanadamu anayekubaliana na matendo maovu. Lakini bahati mbaya kuliko zote, hakuna mwanadamu anaweza akaishinda dhambi kwa nguvu zake. Hakuna mwanadamu anaweza akashinda dhambi kwa uwezo wake. Wanadamu wametafuta njia nyingi za kushinda dhambi, lakini zote zimekuwa hazifanyi kazi, zimefeli. Wanadamu wamejaribu kuanzisha dini, taasisi mbalimbali zenye lengo zuri tu la kumtafuta Mwenyezi Mungu, lakini mambo yamekuwa tofauti. Ukisikia amekamatwa wahujumu uchumi, utakuta ni watu wa kanisani au watu wa msikitini. Ukisikia amekamatwa mafisadi, utakuta ni watu wa kanisani au msikitini. Ukikuta mbakaji ana jina la kanisani au msikitini. Ukikuta mrawiti, shoga, ametokea familia ya kanisani au ya msikitini. Huo ni ushahidi ya kwamba dini zimeshindwa kubadilisha watu. Ya dini sio suluhu ya dhambi. Suluhu ya dhambi ni nini basi? Kitabu kile cha Mathayo sura ya kwanza mstari wa 21, Mathayo 1:21, maandiko yanasema namna hii: tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mtoto mwanaume, na jina lake ataitwa Yesu. Yeye ndiye atakayewaokoa wanadamu na dhambi zao. Na kazi yake kubwa itakuwa kumsaidia mwanadamu kushinda dhambi. Itakuwa kumsaidia mwanadamu kutoka kwenye utumwa wa dhambi iliyomng'ang'ania. Yesu si Mkristo, Yesu si Muislamu wala si mpagani. Yesu ni zawadi ya Mungu kwa ulimwengu. Kitabu kile cha Yohana 3:16 hadi 18, ndiko anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu hakumtuma mwanae ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye Yesu hahukumiwi. Asiyemwamini tayari amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa Yesu ni zawadi ya Mungu kwa wanadamu. Ni zawadi kwa Waislamu, kwa Wakristo, kwa wapagani. Yesu hana ubaguzi, si mali ya taasisi wala dhehebu fulani. Yule ni mwokozi wa ulimwengu ambaye yuko tayari kumbadilisha mtu wa namna yeyote atakayefungua moyo kwa ajili yake. Yesu anawezaje kuondoa dhambi kwenye maisha ya mtu? Jambo la kwanza, Yesu anaondoa dhambi kwenye maisha ya mtu kwa kumsamehe mtenda dhambi zake. Kitabu kile cha Marko sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 11, maandiko yanasema namna hii: baada ya hayo ikasikiwa ya kwamba Yesu yupo katika moja wapo ya nyumba zilizokuwa maeneo yale, na watu kadhaa wakamjia wakiwa wamembeba mwenzao aliyekuwa amepooza. Walipofika wakakuta mlango umezibwa na wingi wa watu. Walichokifanya, maandiko yanasema, wakasema, hatuwezi kurudi na mgonjwa wetu. Wakampandisha juu ya dari, wakatoboa dari, wakamshusha eneo alipokuwa Yesu. Yesu alipoiona imani yao, alimwambia yule mgonjwa, mwanangu, umesamehewa dhambi zako.
Yesu aliposema umesamehewa dhambi zako, maandiko yanasema walikuwepo pale watu Mafarisayo na Masadukayo, wakasema namna hii, huyu ni nani anayejifanya anasamehe dhambi? Je, anayesamehe dhambi si Mwenyezi Mungu peke yake? Yesu akasema namna hii, ni lipi lilo rahisi kwenu, kumwambia mgonjwa inuka ujituke godoro lako uende, au kumwambia umesamehewa dhambi? Akasema, nimesema hivi makusudi ili mpate kujua ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Adamu anayo amri ya kusamehe dhambi duniani. Amen. Yesu anayo amri ya kusamehe dhambi duniani. Kila mtu ambaye bado yuko duniani hajafa, akitubu dhambi zake, akijileta kwa Yesu kama alivyo, Yesu anao uwezo wa kumsamehe dhambi. Isaya 43 mstari wa 25. Mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Kitabu kile cha Isaya sura ya 1 mstari wa 18. Uhakika wa msamaha wa dhambi. Isaya 1:18. Maandiko yanasema namna hii, haya njoo tusemezane, asema Bwana, dhambi zako zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama damu, zitakuwa nyeupe kama sufu. Huu ni uhakika wa msamaha wa dhambi, bila kujali uliua mtu, bila kujali ulibaka mtu, bila kujali udhulumu haki ya mtu, bila kujali ulifanya urawiti au ulilawitiwa. Maana siku hizi uchafu kama umeshakuwa kawaida kwenye jamii tena. Hata kama umefanya dhambi ambayo huwezi kumwambia baba yako wala mama yako, huwezi kumwambia mchungaji wala shehe, huwezi kumwambia paroko, Yesu anaweza akakusamehe bila kujali ukubwa wala uzito wa dhambi. Ndio kazi kubwa ya Yesu. Yesu anawasamehe watenda dhambi. Jambo la pili ambalo Yesu analifanya kwa mtenda dhambi, anamfutia rekodi ya makosa na hatia ya dhambi. Unapokuja kwa Yesu, anakupa ukurasa mpya. Unapokuja kwa Yesu, tazama mambo yote yanakuwa mapya, ya kale yanapita. Wakorintho wa pili 5:17. Maandiko yanasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu, tazama mambo yote ya kale yamepita na yote yamekuwa mapya. Yesu anampa mtenda dhambi ukurasa mpya. Anakupa ukurasa mpya wa maisha safi ili uanze moja. Hili ni jambo la muhimu sana ambalo hakuna asiyelitaka. Wewe unajua namna ambavyo unaufedhesha moyo wa Mungu. Unajua maisha yako ambavyo yamechonganishwa na Mungu na dhambi. Na unajua upendi kuendelea namna hii. Na unajua hata ukifa leo una uhakika kama utakwenda motoni au utakwenda mbinguni. Na ungetamani Mungu akupe ukurasa mpya. Mchana wa leo nimekuja kuambia aliye na ukurasa mpya ni Yesu Kristo pekee. Kitabu kile cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 13 hadi wa 14. Maandiko yanasema, Yesu alizichukua hati zetu zenye mashtaka, zenye uadui zilizokuwa zikitushtaki, akazigongomelea msalabani. Alipokuwa msalabani, alipomwaga damu yake, alichukua pia uharari wa mashtaka yote. Alichukua pia uharari wa rekodi zote. Unapomwamini, za kwako nazo zinaunganishwa. Yesu ni kama kampuni ya insurance. Inaweza ikawepo ile kwamba hujakata bima utafaidika na manufaa yake, ila ukikata bima, hata kama ukikata asubuhi, jioni ukapata ajali, wanaweza wakakompensate bila kujali ya kwamba ni mchango wa kwanza umeleta. Ndivyo Yesu alivyo. Yeye alishalipa gharama ya dhambi zako. Mathayo 11:28. Yesu anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapa pumziko. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Yesu anaweza akakufutia dhambi, anaweza akakutua mzigo wa dhambi, na anaweza akakupa maisha yenye raha ambako unaishi katika mapenzi ya Mungu bila kustruggle. Amen. Jambo la tatu na la mwisho analolifanya Yesu kwenye maisha ya mtenda dhambi. Jambo la tatu, Yesu anampa mtenda dhambi uwezo wa kushinda dhambi. Anampaje mtenda dhambi uwezo wa kushinda dhambi? Moja, anakata kiu ya dhambi. Yesu Kristo
anakata kiu ya dhambi kwenye moyo wa mtenda dhambi. Kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 7 hadi wa 14. Kuna habari za mwanamke anaitwa mwanamke Msamaria. Alikutana na Yesu kisimani. Alipokutana na Yesu kisimani, Yesu akamuuliza akamwambia, mwanamke, ninaomba niitie mume wako. Yule mwanamke akasema, Bwana, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vema ya kwamba huna mume, kwa sababu kweli huna mume, ila una wanaume. Ulikuwa nao 5 na huyu uliye naye sasa ni wa 6. Mwanamke huyu alikuwa na kiu isiyokuwa ya kawaida ya zinaa na uasherati. Ndio ilikuwa shida yake. Yesu akamwambia, right, ungelijua ni nani unayesema naye, ungelimwomba yeye akupe maji ya uzima ambayo ukianywa hutaona kiu kamwe. Mbele ya kuwa zoa akawa mhubiri wa Injili, akahubiri, akaleta mji mzima kwa Yesu. Ndivyo Yesu anavyoweza kufanya. Anaweza akambadilisha mvutaji wa sigara aliyeshindwa kuacha kwa nguvu zake. Kwa sababu mimi ninachokifahamu, hakuna mvutaji wa sigara anayefurahia, kwa sababu kabla hajavuta anakutana na maneno magumu. Onyo, uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako, na hakuna anayeweza kuvuta hatari. Unaweza kaniuliza, mhubiri nifanyeje ili nizaliwe mara ya pili? Mhubiri nifanyeje ili nipate kuokoka? Ni rahisi. Muamini Mungu na Yesu Kristo aliyemtuma, nawe utaokoka na utapata msamaha wa dhambi na utapata nguvu za Roho Mtakatifu. Yesu yuko tayari kukupa nafasi ya kuwa mwanae. Wewe unaishi maisha ya bahati nasibu, unachezea shilingi kwenye tundu la choo. Kama una Yesu, unachezea shilingi kwenye tundu la choo. Muda wote itadondoka na utaipata tena. Kokote kule uliko unasema, namhitaji Yesu aingie moyoni mwangu. Naomba unyanyue mkono wako, usiogope macho ya watu. Hawa watu hawana msaada. Utakapokuwa kwenye jeneza na pamba puani, watapita wanakiangalia kinyaa, wanaondoka zao. Hawatakusaidia. Utakaposimama mbele za Mungu siku ya hukumu, hawatakusaidia hawa. Uamuzi ni wako. Mwamini Yesu leo ili uokolewe. Wewe uliye tayari kumwamini Yesu, hebu weka mkono wako juu. Weka mkono wako juu. Mungu akubariki baba. You are very wonderful. Wewe mtu wa man. You are a man. Wewe ni mwanaume kati ya wanaume. Mungu akubariki kutoka moyoni. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neno lako. Umesema na maisha yangu. Kupitia kinywa cha mtumishi wako. Nimeielewa Injili. Nimejua kuna uwezekano wa kushinda dhambi. Leo hii kwa hiari yangu nimeamua kuokoka. Yesu Kristo, karibu ndani yangu. Unibadilishe. Unipe maisha mapya na nguvu ya kushinda dhambi. Ukate kiu ya dhambi ndani yangu. Unipe maisha mapya kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu. Kwa imani nimeokoka. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Ikiwa umefanya sala hii kwa dhati ya moyo, nikuhakikishie Mungu amekusamehe dhambi zako. Moja, amefuta hatia zote. Rekodi yako, wewe ni mwenye haki wa Mungu sasa. Lakini kubwa zaidi, umepokea nguvu ya kushinda dhambi. Hongera kwa kuokoka. Karibu kwenye familia ya Mungu.